Sabo alisimama katikati ya kisiwa akiwa hana njia ya kurudi. Ungugu ulikuwa mzito. Sauti za kunong'ona zilikuwa zinamzunguka kutoka kila upande. Na Lady bado alikuwa amesimama mbele yake. Macho yake yalikuwa yanang'aa kwa mwanga wa bluu hafifu. Thabo akasema kwa sauti ya chini, "Unataka nisaidie nini?" Na Lady akamwangalia kwa huzuni. Kisiwa hiki si kibaya kwa asili, kiligeuzwa kuwa gereza la roho. Thabo akakunja uso. Nani alikigeuza? Na Lady akageuza uso wake kuelekea pango la giza. Ndani ya pango kuna siri. Watu walikuja hapa miaka mingi iliyopita kutafuta dhahabu na mali. Walitoa kafara bila kujua. Roho zao zilibaki hapa. Ardhi ikatetemeka kidogo tena. Thabo akahisi miguu yake kuwa mizito zaidi. Kama sitaki kusikia siri hiyo je? Na Lady akasema kwa sauti ya polepole. Ukishafika hapa, kisiwa tayari kimechagua. Ghafla kivuli kirefu kilipita nyuma yao kwa kasi. Thabo akageuka haraka. Hicho ni nini? Na Lady akajibu, hicho si roho kama mimi. Hicho ndicho kinacholinda siri. Sauti nzito ikasikika kutoka ndani ya pango. Ilikuwa kama pumzi kubwa ya kiumbe kikubwa. Thabo akahisi hofu kali, lakini ndani yake kulikuwa na sauti nyingine ikimwambia aingie. Na Lady akasema, ukisaidia kufungua ukweli, baadhi yetu tutapata amani. Thabo akavuta pumzi ndefu. Na kama nikishindwa je? Na Lady akamtazama moja kwa moja machoni. Basi utakuwa mmoja wetu. Ungugu ukaanza kuzunguka miguu ya Thabo kama nyoka mweupe. Pango likatoa mwanga hafifu wa ajabu. Thabo akaanza kutembea kuelekea ndani. Kila hatua ilionekana nzito kama anatembea kwenye maji mazito. Alipofika mlangoni mwa pango, sauti ya kunong'ona ikabadilika kuwa sauti ya watu wengi wakisema kwa pamoja, "Karibu." Na Lady akasimama nyuma yake. Hapa ndipo hadithi ya kweli inaanza. Ndani ya pango kulikuwa na michoro ya zamani kwenye kuta. Ilionyesha watu wakichimba ardhi, wakigombana, kisha kuambuka mmoja baada ya mwingine. Katikati ya pango kulikuwa na jiwe jeusi lenye alama ya ajabu. Jiwe hilo lilikuwa linatoa mwanga hafifu. Na Lady akasema, hapo ndipo roho zilifungwa. Thabo akakaribia jiwe. Ghafla sauti nzito ilisikika nyuma yake. Hakuna anayeruhusiwa kuvunja muhuri. Thabo akageuka polepole. Kivuli kile kirefu alichokiona awali sasa kilisimama wazi. Hakikuwa na uso, kilikuwa na umbo la mtu lakini kilikuwa cheusi kabisa. Baridi kali ikapita mwilini mwake. Na Lady akasema kwa sauti ya wasiwasi, hicho ndicho kilichobaki baada ya tamaa. Kivuli kikaanza kusogea kuelekea kwa Thabo. Ardhi ikaanza kupasuka kidogo. Jiwe jeusi likaanza kutoa mwanga mkali zaidi. Sauti za roho zikaanza kulia kwa maumivu. Thabo akahisi moyo wake ukidunda kwa nguvu kuliko wakati wowote. Na hapo akagundua jambo moja. Kisiwa hakikuhitaji mwandishi, kilikuwa kinahitaji uamuzi. Je, Thabo atavunja muhuri na kuziachia roho huru, au kivuli kitamchukua kabla hajafanya chochote? Na hapo ndipo hatari ya kweli ilianza. Ilikuwa ni mwisho part 2. Usikose part 3, subscribe, like na comment.